Hamjambo mtazamaji wa televisheni Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Video vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Moja kwa moja tuanze na habari zetu ambazo tutakayozungumzia, ikiwa leo ni tariki 9 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tutakwenda kujia kabisa kuhusu interview kubwa ambayo tuliweza kuifanya na baadhi ya wazalendo kutoka kundi la General Kamama, ambapo kulikuwa na milio ya risasi ambayo iliweza kusikilika usiku wa kuamkia siku ya kwanza ya tariki 8 katika jiji na tarafa letu la Uvira. Tutakwenda kujua kabisa milio hiyo kabisa ilisababisha na nini. Tuliweza kufanya interview ya kikubwa sana pamoja na baadhi ya wazalendo pale maeneo ya Kasenga kupitia kundi ambayo inayoongozwa na General Kamama. Tutakwenda kujua mengi ambayo walio yazungumzia, na pia tutazungumzia kabisa kuhusu shambulizi la anga ambalo liweza kufanyika pale maeneo ya Mikenge huko katika Sud Kivu. Shambulizi ambalo liliweza kufanyika na kuweza kuasiri raia wa pale Mikenge, na baadhi ya raia wengi waliweza kufariki kupitia shambulizi hilo la M23 ambalo liweza kufanyika tariki 8 Juni mwaka 2026. Na pia kabisa tutakwenda kumalizia katika mji wa Uvira ambapo kabisa kunaonekana mwili ambayo sio kwa na uhai ambao uliweza kugundulika huko maeneo ya Kilomoni ya pili kwenye barabara ya CPGL. Marehemu ametambulika kwa jina la Maganga Adimisio Emmanuel, ambaye kabisa ni mwenye umri wa miaka 75. Haya na mengine tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tuanze kabisa na kuhusu milio ya risasi ambayo iliyosikika katika mji na tarafa letu la Uvira kuanzia majira ya saa 4 za usiku hadi majira ya saa 8 za usiku. Tumepata nafasi ya kufuatilia na kujua kile ambacho kinachoendelea mwanzo hadi mwisho. Sikiliza msemaji kutoka kundi la General Kamama ambaye tulipata nafasi ya kuweza kuzungumza naye. Kwa majina naitwa Bwemere Amitie, niko kwa movement MPDP FAC inayoongozwa na Jemadari Kamama Mpigirwa. Tena ni mwanamemba wa Coalition Nationale ya Wazalendo inayosimamiwa na General Kamama Mpigirwa. Kiongozi, raia wa Uvira wamelala katika wasiwasi nyingi, mpaka sasa hawajafahamu nini iliyoendelea majira ya usiku. Tuambie kwa urefu, hali ilikuwa namna gani? Nawaza masasi ilisikika usiku, ilikuwa kati ya majeshi ya Namtaga ambao walifika hapa kumpiganisha Jemadari Kamama Mpigirwa. Wakati Jemadari alisikia Namtaga nafika kwa kumpiganisha, aliona kwamba hawezi pigana na mwenzao mzalendo, alifaire appel ku FARDC juu ya intervenir. Kwa hiyo masasi ambayo imesikika sasa usiku sio kati ya Kamama na Namtaga, ila ilikuwa ni masasi ambayo ilisikika kati ya intervention ya FARDC na Jemadari Namtaga, ambaye alishuka kutoka kule juu na kushuka mpaka hapa ku entourage ili kupiganisha Jemadari Kamama Mpigirwa. Inaweza kuwa chanzo gani kwa yeye kushuka kumpiganisha jemadari mwenzake wakati hakuna tatizo yoyote hilo? Sababu hayajulikana, sababu hakutuonesha hata sababu ya msingi, ila chanzo yawezekana kwanza ulevi. Alikuwa analewa sana, na baada ya kulewa alinyang'anya simu 2 kwa watu hapo juu. Wakati kijana mwenye shop yake alikimbia, hasa mahali kukimbilia ngambo za chini, kiongozi alitaka kumfuata kule ili amchukue zile simu, na baadaye alipofika alikutanana na maskari wasiokuwa na silaha, sababu Jemadari Kamama huwa anapokonya maskari wake silaha na kuziweka ndani kwa sababu ya usalama uonekane ndani ya jiji letu la Uvira, hususani huko Kasenga. Na hali ilikuwa namna gani? Je, kulikuwa watu walijeruhiwa ama hali iko namna gani? Hadi sasa hatujajua watu ambao wamejeruhiwa, lakini kufatana na audio ambayo imesirkule ya mtu wake mmoja, inasemekana kwamba mwenyewe amepata jeraha, lakini hatujui jeraha hiyo inapatikana nafasi gani. Na unaweza kutoa ujumbe gani labda kwa makamanda wengine, kwa raia? Mpaka sasa tunasikia tena milio ya risasi juu
Kwa hiyo asubuhi watoto wanaenda shuleni, wengine wanafanya makazi, wajikamate namna gani? Sasa ningeambia raia wa Uvira watulizane, hakuna kitu. Masasi ambayo imesikika sasa hivi ni sababu FARDC ilitoka hapa kwetu kutuona, tuliwaelezea mambo na hali jinsi ilivyo. Baadaye walipanda kumuona jemadari na Mtaga ambaye hakutaka kuwapokea, na mara moja alianza kuwafyatulia risasi. Sasa milio hiyo ya risasi ni Mtaga ndiye alikuwa anataka tena kupiganisha FARDC. Nyie kama wazalendo, hii hali ya kupiga masasi kiolela na kati ya amani iko mjini Uvira, je, ni sahihi kabisa nyie kubaki hapa nyumbani Uvira kuliko kwenda kwenye shamba la vita? Asante na shukuru. Kwenye shamba la vita ni kweli, ni maana tuwe kule, lakini kama unavyojua tuliambiwa tutoke Luvungi na tuje tuingie sote Runingu. Na waza kuna adui kama unavyojua, adui ni Katogota ambako tungepaswa patikana, lakini hilo sio tatizo. Tatizo kuwa hapa Uvira majeshi yetu yote yako kwenye uwanja wa vita huko Lemera, Rurambo ndiko wanapatikana. Ikiwa kiongozi yuko hapa, alikuja kwa ziara ya kazi, yeye kama coordinator alikuja kwa ziara ya kazi, na wale wengine ambao wanaikaa hapa Uvira wao wanajua ni kazi gani wanafanya. Na tatizo kwamba tuliamua na tulishika silaha kwa kupigania raia, lakini cha kushangaza raia tena inaanza kusikiliza milio ya risasi isiyokuwa ya adui. Kumbe kwangu mimi ile si sahihi. Na kwa nini mnaendelea kuwapa ruhusa majeshi kuendelea kuzagazaga na silaha ovyo kama nyie wa viongozi wa majeshi wa kizalendo? Ndio, unajua kwamba uongozi wa kijeshi ya kizalendo kama unavyojua tuna structure ine. Moja inasimamiwa na Yakutumba, inasimamiwa na Kamama, inasimamiwa na Ngoma Nzito, pia Alexi, na kila mtu anapana mitindo kwa majeshi yake. Kila mara mnazidi kuaidia raia wa Kasenga amani, na kila mnapozidi kuaidia amani ndo amani inazidi kupotea kabisa. Je, unahisi nini ambayo inatuma raia wa Kasenga kila siku wakuwe na nyanyasika? Ni sababu wazalendo wote wanaigamia Kasenga ama vipi? Na wazalendo hawaigamii Kasenga. Hapa majuzi nisikia kwamba Kilibula, Songo, nafasi nyingine masasi yanalia, lakini tutambue kwamba wakati adui alitoka mjini Uvira, si kwamba Uvira inakuwa shwari. Adui naye mwenyewe aliacha wazalendo feki ndani ambao wanaleta usalama mdogo kwa jina la wazalendo. Na kwa hiyo ikiwa Kasenga inapata matatizo haya, si kwamba ni wazalendo sahihi ndiyo wanapiga masasi. Ni sharti uchunguzi ufanyike, tujue ni nani mzalendo wa kweli, nani asiyekuwa mzalendo wa kweli. Tulipata taarifa ambayo ilishitua watu jana na saa 11, saa 12 huko Katogota, na tujisi tunavyojua coordination ya mheshimiwa Kamama inafika mpaka kule, na wakasema kuwa ni wazalendo ndio walianza kuzirusha masasi kupitia adui wa M23. Je, hiyo kitu ni ukweli? Nawaza kwa swali hilo sina uhakika, siwezi nikakudanganya sababu FARDC mwenyewe ambaye anakuwa huko hayatosha uhakika. Kwa hilo mimi siwezi tosha uhakika ambao FARDC haikutosha. Kiongozi, kwa kumalizia, unatoa ujumbe gani kwa FARDC? Kwa sababu ni FARDC ndio baba yenu, nyinyi mnamsindikiza FARDC na mmeita FARDC kwa kufanya intervention. Mnatoa ujumbe gani kuhusu hii hali maliziki? Kwanza tunashukuru FARDC. Wakati masasi ilianza, sisi tuliona hatuwezi pigana sababu hatujui sababu ya kupigana na Mtaga. Mara moja tuliita FARDC na FARDC kweli ilifika papo hapo. Kwa hiyo shukrani zetu kwa viongozi wa FARDC ambao wanakuwa hapa Uvira. Pia tunawaahidia sisi kama coordination ya General Kamama, tunawaahidia kutumika mkononi. Pia tunaahidia raia wa Uvira kamwe hatuwezi yumbisha usalama mdogo kama vile tunavyofanya Sange. Kwa sasa tunatumika na FARDC, tunatoa majeshi jioni na wanapiga doria na FARDC bila tatizo lolote. Na wale ambao walikuwa naibia watu simu zao Sange, najua wamepata soro yao, na kwa sasa wanapatikana hapa kubirode ya sekter. Mimi hapa Uvira pia hatuwezi kubali mtu yeyote ambaye amelewa, amekunywa pombe, amevuta ganja awe chanzo cha kuyumbisha usalama Uvira. Na neno la mwisho kwa raia wote ambao wanazidi kuzania kwamba hii fujo ambayo ameanzisha ni General Kamama. Hapana, nilitaka kuambia raia
watupatie ile confiance ambao wanatupatiaga. Kamama sio msazi, sio mwenda wazimu kupiga masasi usiku. Na kama uchunguzi, nawaza uchunguzi hadi sasa unafanyika, na uchunguzi unafanyika na FARDC na vitengo vingine. Mahali Kamama yuko na mahali kwenye Namtaga alitoka ni mbali zaidi. Kwenye alitoka ni mbali zaidi kumfuata jemadari Kamama. Na watu wanawazia kwamba Kamama ndiye alipanda huko juu kumfuata Namtaga. Hapa nakamilisha kwamba sio Kamama ndiye alimfuata Namtaga, lakini ni Namtaga ndiye alimfuata jemadari Kamama, na baadaye jemadari Kamama alifanya apele ku FARDC ambayo ilimfuata huko juu kwenye anapatikana. Na hadi sasa kama unasikia milio ya risasi inasikika. Je, nawaza mmemwona Kamama na ikana majeshi yake hapa. Je, ni yeye anapiga masasi tena kule? Ni huyo mrugaruga ambaye anapiga masasi. Ujumbe wa mwisho kwa wazalendo wote. Wazalendo tuungane. Kwanza sisi tumepewa kazi na raia, sababu sisi tuko wa volontaire pour la défense de la patrie. Tunatumikia raia. Sasa ile raia ambayo tunatumikia inapashwa ishi na usalama mzuri, sio kwamba sisi tuwe chanzo cha kusumbua tena raia. Asante. Tunashukuru. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Moja kwa moja tukiwa tukinasalia katika mji na tarafa letu la Uvira, mwili wa mtu mmoja usiokuwa na uhai uliweza kugundulika kwenye mtaa wa Kavimvira, eneo la Kilomoni ya pili kwenye barabara ya CPGL. Marehemu alitambulika kwa jina la Maganga Admisio Emmanuel mwenye umri wa miaka 75. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, ziliweza kutaja kuwa marehemu alirejea nyumbani kwake asubuhi akiwa katika hali ya ulevi kabla kuanguka kwenye dimbwi la maji. Kutokana hakupata msaada kwa wakati na hakufanyikiwa kuokolewa na alipoteza maisha. Vijana wa Kavivira wanatoa wito kwa mamlaka zinazohusika na kuchukua hatua za haraka ili kutoa mwili huo katika maji na kuanza taratibu zinazostahili ili kuweza kustiri mwili. Hadi sasa mwili ikiwa ndani ya maji, ikiwa vyombo vya sheria vinaendelea kufuatilia kujua kabisa kisa na sababu ya kifo cha muhanga huyo. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari, kwa kumalizia taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tuzungumzie kuhusu vita vya M23. Shambulio la anga limelenga kabisa eneo ya Mikenge katika jimbo la Kivu Kusini Jumatatu ya tarehe 8 Juni mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, shambulio hilo mashahidi wadai lilitekelezwa na ndege isiyokuwa na rubani, drone ya vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF, limesababisha vifo vya raia wengi pamoja na uharibifu mkubwa wa mali ya raia. Eneo la Mikenge lililoko katika sekta ya Itombwe, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambalo kwa sasa linadhibitiwa na vikosi vya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, lilokumbwa na mlipuko mkubwa mchana wa hii tariki 8 mwezi wa 6 mwaka 2026. Raia wa maeneo hayo pia na vyombo vya dola vinaendelea kufanya uchunguzi ili kuhakikisha na kutoa ripoti kamili walioumia, pia waliofariki kupitia shambulizi hiyo bado kabisa kuweza kutajwa na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini tukujuza kuwa hali ya wasiwasi inaendelea kuonekana maeneo hayo, huku raia wakiomba serikali kuingilia kati ili kukomesha na baadhi wanavyoendesha vitendo hivyo wakamatwa, hukumiwe kulingana na sheria. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujabone kwenye channel yetu, kulaki pia share kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kuweza kuzipata. Asubuhi njema na jioni njema kwako. Kwaherini. Thank you.